Salamu ndio utamaduni wa Mtanzania. Hujambo mtazamaji wa Makini TV, mimi ni Neema Yohana na karibu tuangaze makala fupi kuhusiana na faida ambazo zinatokana na zao la nazi. Kama tunavyojua, dunia ni sayari ambayo imejaliwa kuwa na vitu vingi. Wapo wanyama, wapo mimea, vipo vitu ambavyo vinaonekana kwa macho na visivyoonekana kwa macho. Baadhi ya wataalamu wamejadili kuwa zao la nazi ni mti wa uhai. Kwa nini? Sababu yao kubwa wametaja kwamba zao la nazi lina matumizi mengi sana katika mwili wa binadamu. Karibu tutazame sasa faida ambazo zinatokana na zao la nazi. Faida ya kwanza kabisa ambayo inatokana na zao la nazi, huzalisha mafuta ya kupaka mwilini. Yapo mafuta ya aina mbalimbali ambayo huzalishwa kutokana na zao la nazi, kama mafuta ya minara, na mafuta hayo watu wengi wanapendelea kwa sababu yanalainisha ngozi. Lakini pia zao la nazi huzalisha urembo mbalimbali kama bangili, hereni pamoja na vibanio vya nywele, ambapo wanawake wengi hupendelea kuwatengenezea mionekano mizuri. Pamoja na maeneo mbalimbali ya utalii hutumika kama vifutio vya utalii. Lakini pia kifuu cha nazi hutumika kama kuni kwa ajili ya kupitia, kwani ukiwasha kifuu cha nazi kinatoa moto mkali sana. Hasa hutumiwa na watu ambao wapo katika maeneo ya vijijini, lakini pia hurahisisha maisha yao, hupunguza gharama kwa ajili ya kujipatia gesi kwa ajili ya kupikia. Lakini pia vifuu vya nazi hutumika kwa ajili ya mapambo nyumbani. Watu mbalimbali wanapamba nyumbani kwa mazao ambayo yametokana na zao la nazi. Lakini pia machicha ya nazi hutumika kwa ajili ya vyakula, kwa ajili ya mifugo mbalimbali, hasa kuku, ng'ombe. Kwa hiyo wafugaji pia husaidiwa na zao la nazi kwa ajili ya kujipatia chakula cha mifugo yao. Lakini pia zao la nazi hutumika katika kutengeneza sabuni, ambazo hizo sabuni hutumika kwa ajili ya kufulia, lakini pia kwa ajili ya kuogea kwa wanadamu. Lakini mbali na hapo, machicha ya nazi pia hutengeneza kashata kwa ajili ya chakula cha mwanadamu. Lakini pia zao la nazi huzalisha madafu ambayo hutumika kama kinywaji. Ukitembelea maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, kando kando ya barabara, utakuta watu mbalimbali wamekaa kando ya barabara wakiuza madafu. Na vinywaji hivyo inasemekana kwamba vinasafisha kibofu, hutumika kusafisha figo na matumizi mbalimbali. Hayo yote hutokana na zao la nazi. Lakini pia nazi yenyewe, ile nyama yake ya ndani, unaweza ukaitafuna kama chakula, lakini nyama hiyo hiyo ya ndani pia inaweza kutumika katika kuzalisha mafuta ambayo yanatumika kwa ajili ya kupikia. Lakini pia utomvu wa nazi ni kinywaji ambacho hakina kilevi ndani yake. Lakini pia utomvu huo hutumika katika kutengenezea pombe za asili, pombe ambayo inajulikana kwa jina la pombe ya mnazi. Kwa wakazi wa pwani wanaelewa nini namaanisha nikizungumzia pombe ya mnazi. Lakini pia makumbi ya mnazi hutumika kama mbolea kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo huwasaidia wakulima pia kupunguza gharama kwa ajili ya kununua mbolea kwa ajili ya kilimo. Lakini pia makuti ya nazi yana majani ambayo hutumika kama paa za kuwezeka nyumba. Hasa ukitembelea katika maeneo kando kando ya bahari ya Hindi, utakutana na majengo mazuri ambayo yameezekwa kwa kutumia majani ambayo yanatokana na zao la nazi. Lakini pia makuti hayo hutumika kama kuni kwa ajili ya kupikia, hasa katika maeneo ya vijijini. Lakini pia makuti hayo huweza kutengeneza chelewa ambazo hutumika kwa ajili ya kufagilia. Lakini chelewa hizo zinaweza zikatengeneza vijiti ambazo wengi wetu wanatumia kwa ajili ya kutengenezea mishkaki. Kwa hiyo huwasaidia wafanyabiashara pia wanaojihusisha na kuuza nyama kwa ajili ya kutengenezea mishkaki. Lakini pia
hutengeneza pia hayo makuti, hutengeneza vijiti ambazo huweza kutumika kwa ajili ya kusafishia meno, kutolea uchafu kwenye meno. Lakini pia makuti hutengeneza pia kofia. Hasa ukitembelea maeneo mbalimbali ya kiutalii utakuta makofia yametengenezwa kutokana na makuti ya minazi. Hayo huweza kutumia watu, wanaweza wakatumia watu wa kawaida, lakini pia hutumika kama kivutio cha utalii. Watu wengi wanakuja kuyatazama, lakini pia wanayanunua kutoka nje ya mipaka yetu ya Tanzania. Lakini pia makumbi ya nazi hutumika katika kutengenezea mazuria, magodoro pamoja na kamba mbalimbali ambazo huweza kutumika katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Lakini makumbi ya nazi pia hutumika katika kusugulia masufuria, lakini hutumika katika pia kusugua masinki ya majiko. Ni hayo makumbi ambayo yatokana na zao la nazi. Lakini pia mahanda ya nazi hutumika kuzuia upotevu wa maji katika vile viungo ambavyo hutumika kuhifadhi maua ya bustani. Hiyo pia inatokana na zao la nazi. Mti wa mnazi hutoa ubao ambao hutumika katika ujenzi wa nyumba, ujenzi wa mitumbwi pamoja na majahazi. Hizo mbao ambazo zinatokana na magogo ambayo yanatokana na huo mmea wa mnazi. Lakini pia makuti ya mnazi hutumika katika kujengea uzio wa nyumba. Ukienda katika maeneo ya vijijini utakuta watu wengi wamejenga uzio wa nyumba kwa kutumia makuti ya mnazi. Kama wasemavyo wahenga, kujifunza huwa hakuishi. Kila kuitopo leo tunajifunza mambo mapya. Nadhani mtazamaji umejifunza mapya, na mimi pia natamani kujifunza kutoka kwako. Ni kipi hasa ambacho tumekiacha ni faida ambayo inatokana na zao la mnazi? Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kuandaa makala hii fupi, mimi ni Neema Yohana na hii ni Makini TV, na kwaheri mpaka wakati mwingine.